Msajili wa vyama vya siasa hana mamlaka ya kutafsiri katiba ya chama kwa namna anavyoona yeye, tofauti na uhalisia. Kwa tunaenda mahakamani kwa sababu msajili amejipa jukumu kama mtafsiri wa katiba yetu, na yeye anajiona ndio anajua nini katiba yetu inazungumza, tofauti na sisi na wanasheria wengine wote wanavyoiona katiba yetu. Sababu ya pili aliyoitoa msajili wa vyama vya siasa, kuzuia ruzuku ya chama. Na hapa naomba nieleze vizuri sana ili Watanzania waelewe. Tunaenda mahakamani kwa sababu msajili amechukua jukumu la kuzuia ruzuku kwa chama chetu. Sasa sheria anayoisimamia msajili mwenyewe, sheria ya vyama vya siasa kifungu cha 18(6), msajili ana uwezo wa kuzuia ruzuku ya vyama au kwa chama kingine chochote, sio cha kwetu tu, chama kingine chochote kinachopokea ruzuku, pale tu ambapo kuna kweli ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali kwa chama hicho, kwamba labda chama kimefanya matumizi ya hovyo ya fedha na mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali amekagua na ametoa ripoti. Sasa kama mkaguzi tungekuwa na hati chafu au fedha zimetumika vibaya au na jambo kama hilo, kwa mujibu wa kifungu cha 18(6), hapo tu ndio anapopata mamlaka ya kuzuia ruzuku. Na process sio hiyo kwamba anakaa tu nyumbani kwake anasema nimezuia ruzuku. Process atatuandikia sisi barua ya kutaka tu show cause, na hii pia inaenda mpaka kwenye board of trustees, sio chama tu, kwa sababu chama hiki ni mali ya board ya board of trustees. Sasa board of trustees ishow cause na chama kishow cause kwamba kuna matumizi ya hovyo, na kwa kutumia ripoti ambazo ziko audited za mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali. Sasa msajili amejifanyia. Kwa hiyo tunaenda mahakamani kupinga hilo, kwa sababu tukiacha haya mambo kuna mtu mwingine na mwingine na mwingine atafanyiwa hivi. Imewateua kukaimu wanachama wafuatao kushika nafasi za uongozi za chama kama ifuatavyo. Tunaenda mahakamani ku contest, lakini tumefanya uamuzi wa kuwakaimisha hawa viongozi waliokuwa kwenye nafasi hizi waendelee sasa, kwa sababu kamati kuu ina mamlaka hayo kama chombo cha kiutendaji cha baraza kuu, kuwakaimisha kwa kipindi cha mwaka mmoja wafanye hiyo kazi. Kwa hiyo tumemteua ndugu John Mnyika kuwa kaimu katibu mkuu wa chama chetu, ndugu Mheshimiwa Amani Gorugwa kuwa naibu katibu mkuu wa chama upande wa bara. Tumemteua Mheshimiwa Wakili Ali Ibrahim Juma kuwa kaimu naibu katibu mkuu wa chama kwa upande wa Zanzibar. Kamati kuu pia kwa kutumia kifungu cha 7716B ya katiba ya chama toleo la mwaka 2006 kimemteua ndugu CPA Tito Kitalika, CPA ya kweli, sio ya makara. Mkimsikia Tito Kitalika anazungumza unaelewa kuna CPA ya ukweli iko Chadema, certified public accounts. Lazima unapozungumza vitu reflect akili yako. Sasa unazungumza unasema una degree 3, akili ya darasa la kwanza, watu wanakushangaa. Sasa ukimsikiza Tito Kitalika anazungumza unaona elimu, unaona busara, unaona uelekeo, unaona akili. Sasa CPA Tito Kitalika tumemteua kuwa mkurugenzi wetu wa fedha na uchumi, ndugu John Kitoka kuwa mkurugenzi wa mambo ya nchi za nje na diaspora, Bi Brenda Rupia kuwa mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi, wakili Gaston Shundo Garubindi kuwa mkurugenzi wetu wa sheria na haki za binadamu, ndugu Rems Kasanda kuwa kaimu mkurugenzi wa digitali na ubunifu. Aidha, kamati kuu katika kutafakari kwa kina imeazimia kuwa itaita baraza kuu la chama ndani ya siku 60 kuanzia tarehe taarifa hii inapotolewa kukamilisha kujaza
nafasi za wajumbe wa bodi ya wadhamini kwa mujibu wa ibara ya 8.2 ya katiba ya chama toleo la mwaka 2016 na 2006 na katiba ya chama ya 2006 toleo la mwaka 2019, kusikiliza rufaa na kukamilisha mchakato wa uamuzi wa wajumbe 8 wa kamati kuu ya chama, kutafakari msajili. Tutakapoita baraza kuu litapitia tena, kwa sababu ni chombo cha juu zaidi ya baraza kuu. Tutapitia barua na kujadili barua ya msajili ya tarehe 27 Mei, kufanywa tathmini ya operation ya no reforms no election, kwa sababu tutakuwa tumemaliza ziara ya nchi nzima, na baraza kuu litakapokuja litatoa kauli ya mwisho ya chama chetu na mwelekeo tutakaochukua kama serikali itakuwa haijasikiliza. Kwa ndani ya siku 60 tutaita kamati kuu, baraza kuu I mean.